Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, balozi wa UNEP, mchechemuzi wa kwanza wa kurejesha ekolojia, Frida Amani, afunguka kuhusu kutunukiwa wadhifa huo na atakachokifanya. Ni nafasi ya heshima sio kwangu tu, ni kwa ajili ya vijana wenzangu. Naamini wanaponiona vijana wenzangu, ni vizuri wakaona mtu anayefanana na wao, tukaamua kwa pamoja kuungana na kufanya kazi ya kurudisha ekolojia. Kwa hiyo ni nafasi ya heshima ambayo nimeipata, na ni nafasi ya heshima kama Mtanzania, lakini pia ni nafasi ya heshima kama kijana duniani kupata hii nafasi. Basi karibu nami katika siku hii tunayokuletea mahojiano maalumu na mchechemuzi huyo. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 16 ya mwezi Disemba mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza na muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Arnold. We have seen Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limesema aina mpya ya virusi vya mafua inaenea kwa kasi duniani, ikiwa imeripotiwa katika zaidi ya nchi 30. Current seasonal vaccines continue to offer. Wanasema licha ya aina hiyo kusababisha ugonjwa mkali zaidi wa mafua, chanjo bado ni kinga bora zaidi dhidi ya madhara makubwa ya kulazwa hospitalini, na inawahimiza wananchi, hasa makundi yaliyo hatarini, kupata chanjo mapema, huku ikionya kuwa msimu huu wa likizo unaweza kuongeza maambukizi ya ugonjwa huo kwa njia ya hewa. Tuelekee Bujumbura, Burundi, ambapo maelfu ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapatiwa hifadhi baada ya kukimbia machafuko nchini mwao. Innocent Chubaka kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR aliyepo katika kambi ya muda ya Mugara katika jimbo la Rumonge nchini Burundi anasema, tumepokea idadi kubwa ya wakimbizi wa Kongo ambao wamefika kupitia njia ya ziwa wakiwa na mitumbwi kuku. Hali ni mbaya sana. Wanaishi katika mazingira ambayo wameacha kila kitu na wana uhitaji wa vitu vingi mno. Kwa hiyo ningependa kutoa ombi la msaada wa dharura ili kutuwezesha sisi kuwapatia mahitaji baada ya kuwahamisha katika kambi ya Makombe. Na kwa mara nyingine tena, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezisihi pande zote kwenye mzozo nchini Sudani na mataifa yenye ushawishi kuhakikisha mapigano yanasitishwa mara moja na kuzuia ukatili. Turk amelaani vikali mauaji ya zaidi ya watu 104, pia mauaji ya walinda amani 6 wa Umoja wa Mataifa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye kambi ya Umoja wa Mataifa huko Kaduguli, Kordofan Kusini mnamo tarehe 13 mwezi huu wa Disemba. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde tutaelekea Nairobi, Kenya kusikia mahojiano maalumu na mchechemuzi wa kurejesha ekolojia. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo tunaelekea Kenya katika kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIS Nairobi, kwake afisa habari wa Umoja Mataifa Stella Vuzo, ambaye kandoni mwa mkutano wa 7 wa Baraza la Mazingira la Umoja Mataifa UNEA 7 uliokunja jamvi mwishoni mwa wiki, alizungumza na mchechemuzi wa kwanza kabisa wa shirika la Umoja Mataifa la Mazingira UNEP anayehusika na urejeshaji wa ekolojia, ambaye anaanza kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Frida Amani, ni msanii wa kizazi kipya hip hop kufoka ninayetokea Tanzania, lakini pia ni mtangazaji na ni mwana mazingira ambaye kwa sasa ni balozi wa
Umoja wa Mataifa, Baraza la Umoja wa Mataifa la Mazingira, nikiwa kama mchechemuzi wa ekolojia. Kitu gani kilikufanya au kilikuvutia hadi kuwa mchechemuzi wa masuala ya mazingira? Na ni maisha ambayo nilipitia na nilipotoka. Mimi nimezaliwa Arusha. Kama tunavyofahamu, Arusha inavutia kwa vitu vingi sana. Arusha ni ya kijani, Arusha sisi tuna wanyama, Arusha inapendeza kwenye kila nyanja. Lakini nilipata nafasi ya kusoma na wasichana wawili ambao nawakumbuka maisha yangu yote. Mmoja alikuwa anaitwa Elizabeth, mwingine alikuwa anaitwa Anna. Hao ni wasichana ambao niliwaona tukikua kwa pamoja, ambao iliwabidi wahame walikuwa naishi Monduli, wakahamia Arusha mjini. Na sababu kubwa ambayo iliwatoa Monduli ni kwa sababu ya ukame, njaa na umaskini. Ile ni moja ya vitu ambavyo vilinifanya nijisikie vibaya, kwamba kwenye haya maisha na uzuri wote ambao tulikuwa tunaupata Arusha, kuna watu wengine ambao wana maisha magumu sana kiasi kwamba inabidi wakimbie nyumbani kwao. Ni kitu ambacho kilinifanya nijisikie vibaya. Na hapo bado tu wao walifanikiwa kukimbia, lakini kuna wengine bado walibaki wakiwa wanateseka na mifugo yao, maisha yakiwa magumu. Nikatamani kuja kwa mmoja wa watu ambao naweza kufanya jambo kwa ajili ya kutengeneza mabadiliko. Na kati naendelea kukua, nilikuja nikakutana na Lead Foundation, na tulipokutana na marafiki tukiwa katika kupiga story 2-3, wakanielezea kitu wanachokifanya, na moja ya vitu ambavyo wanavifanya ni mradi unaitwa Kisiki Hai ambao unapatikana Arusha Monduli. Katika mazungumzo, bado kwa miaka yote ambao nilikuwepo nikiwa mdogo mpaka nimekuwa, bado Monduli ilikuwa inateseka na vitu vile vile. Nikasema sasa ni wakati wangu, nimepata nafasi, ni msanii, watu wako tayari kunisikiliza, kuja tujaribu kubadilisha jamii yetu kwa upande huo. Umetambulika kuwa mchechemuzi wa kwanza. Yaani wewe ndio unatambulika, mtu wa kwanza kutambulika. Naam. Kwa uchechemuzi kuhusiana na masuala ya kurejesha ekolojia kuwa katika hali bora. Hii tuzo inakufanya wewe ujisikieje na utafanya nini na hii tuzo? Hii naichukulia kwa heshima kubwa sana. Ni nafasi kubwa sana ambayo nimeipata. Asante sana kwa Mwenyezi Mungu pia kwa kuona kwamba naweza kuwekwa hapa nilipo. Na ni nafasi ambayo sichukulii kwangu, naichukua kwa ajili ya vijana wenzangu. Ni nafasi ya heshima sio kwangu tu, ni kwa ajili ya vijana wenzangu. Naamini wanaponiona vijana wenzangu, ni vizuri wakaona mtu anayefanana na wao, tukaamua kwa pamoja kuungana na kufanya kazi ya kurudisha ekolojia. Kwa hiyo ni nafasi ya heshima ambayo nimeipata, na ni nafasi ya heshima kama Mtanzania, lakini pia ni nafasi ya heshima kama kijana duniani kupata hii nafasi kwa wa kwanza. Lakini pia ni vitu kwamba tumeshafikia wakati sasa wa kuirudisha ekolojia kwa kupigana nao kwa namna yoyote hili kuweza kuirudisha. Ni changamoto ipi kubwa kabisa ambayo unaiona inaikumba ekolojia yetu? Kuna changamoto nyingi, lakini naamini changamoto ya kwanza ambayo inaikumba ekolojia yetu ni kutokutambua vitu tunavyovifanya vinasababisha kuharibu na kuzoofisha ekolojia. Nikimaanisha kama ambavyo kwa urahisi tu mtu ataweza kukata mti bila kutambua anapokata mti baadaye unaweza ukaleta matatizo kiasi gani. Kwa mfano, unaweza tu ukamkuta kijana labda hata mtu yeyote yuko na plastiki anazitupa popote pale, taka tunatupa popote pale, lakini kumbe tunavyofanya hivyo kunaleta effect kubwa sana duniani. So nikitazama vitu kama hivyo, nikitazama ambavyo sasa tunapoteza viumbe hai sasa hivi, tunavyoteseka kwenye kurudisha hii, kurejesha, ni vitu ambavyo sisi kama binadamu tumevisababisha kwa ukubwa, na naamini hizo ndio changamoto ambazo tukizipambania kwa ukubwa tunaweza tukairudisha ekolojia yetu. Unazungumzia kutupa kwa taka, lakini hujashauri kwamba nini kifanyike. Labda wewe ungependa kuona kitu gani kinafanyika? Ni kutambua cha kwanza tu kama dunia. Ni wakati sasa tutafute namna ya kuweza kuachana na plastiki. Kwa sababu ukiangalia hata research ambavyo zinasema na jinsi takataka ambavyo zipo duniani, ukifikiria milioni 430 ya tani za takataka zipo na zinatengenezwa
kila mwaka. Hiyo ni mara 2 hata ya sisi ambao tulioko. So tukiweza kujitahidi kubadilisha hiyo itakuwa ni jambo la msingi sana, tupunguze. Lakini pia tukiachana tu na hiyo taka za kawaida, kuna taka ambazo zinasababishwa na mashine ambazo zinafanya nazo kazi. Tunachafua sana maji kutoka kwenye viwanda. Tunafanyaje hili? So kwa pamoja tukiweza kuungana na kupunguza matumizi ambayo yanasababisha tukatupa taka hizi kwa ukubwa, itatusaidia. Labda kwenye upande wa sera ungependa ulizungumzia hilo swala kwa sababu kwa mfano kwa Tanzania mwaka 2019 kuna sheria iliyopitishwa ya kupiga marufuku matumizi ya plastiki. Ndio. Ni kitu gani hasa kinatakiwa sasa kifanyike? Kwa sababu kama sheria ipo, labda kwenye upande wa sera, ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuhakikisha kwamba duniani kote na kwa nchi kama Tanzania na nchi zingine ambazo zimeweka sheria lakini bado watu wanaendelea kutumia plastiki, kitu gani kifanyike? Kwanza nipongeze sana kwa maamuzi makubwa ya sera kama hizi ya kuzuia na ambazo zimekuwa zikifanyika. Kwa mwanzoni tunasema tumesogea, ni hatua. Kama tumeshaanza kukataza ni jambo la kwanza na la msingi. Lakini ili sera zifanye kazi inabidi tuendelee kuzisimamia kwa ukubwa. Kweli tuna sera, lakini watu wangapi ambao wanazisimamia mpaka zikafanikiwa? Tuongeze nguvu katika usimamiaji wa hizi sera ambazo tunaziandika, tunazizungumza, tukikaa kwenye hizi vikao vya kimataifa, tunasema tunaweka sera fulani, lakini pia tuangalie je, sera tunazoamua zinakuwa na uwiano wa wazi na watu ambao wataenda kutumia wanafahamu, au ni sera tu zinawekwa alafu hazitimizi baadaye. Nini siri ya mafanikio yako? Wewe ni kijana na umeweza kufikia hapo ulipo. Labda unaweza kuwashauri vipi vijana wengine? Siri yako ni nini? Siri yangu kubwa ni Mwenyezi Mungu. Ya pili ni kutokukata tamaa na kuamini kwenye ndoto ambayo niliyoko nayo. Toka mwanzo nimekuwa na ndoto ya kuja kufanya mabadiliko duniani, na nimekuwaga nikisema hata tukikaa na marafiki nasema mimi nitakuja kufanya mabadiliko, watu wanaweza hata wakacheka, lakini mimi naamini kwenye kile kitu na imesababisha kufika hapa leo. Je, una mentor? Mentor kwa kweli kwenye mambo mengi sana nisiite mentor, lakini nina watu ambao nawatizama wanafanya vitu vikubwa na wananichechemua moyo kwa vitu ambavyo wanavifanya, wananihamasisha sana. Wako wengi sana, lakini vijana wengi pia sasa hivi nimeona wameamka. Kuna vijana wanafanya mambo makubwa sana duniani ambao wananifurahisha. Kwa yes. Kama nani anakufurahisha? Kwenye nitataja baadhi. Kwa mfano kama kwenye upande wa mazingira nitamtaja binti wa Kitanzania mdogo kabisa anaitwa Laurel Kivuyo. Ni mmoja ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye issue za mazingira. Nimemuona anavyojituma, lakini hafanyi tu pia peke yake. Nimeona pia anajiunganisha na vijana wengine hapa Tanzania. Kuna mtu kama hapa Kenya, kuna mtu kama Joseph. Kuna binti sasa hivi, huyu ni mwingine ambaye mimi namweka kama mabinti ambao wananichechemua moyo. Nimemuona ameenda amekumbatia mti. Ni jambo zuri kuendelea kuonesha umuhimu wa kutunza vitu kama miti na mazingira kwa ujumla. Kitu gani kinakuweka kinakukosesha usingizi usiku? Kuja kutimiza ndoto zangu. Naona na ndoto kubwa nyingi sana na natamani zote zifikie, na naogopa siku moja tu eti iwe imekaa imemalizika bila kuzitimiza hizo ndoto. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya kwanza silali, niseme tu kweli, kazi ni nyingi na pambana sana kuzifikia hizo ndoto. Yes. Hebu tuburudishe kidogo. Okay, time is now. Time for a change. Stand with the earth. Let's rearrange. Droughts try to break us. Floods his heart, but resilience is strength. We play that card. Shukrani sana Frida Amani na Stella Vuzo kwa mahojiano hayo kwa kina, na tunakutakia kila la heri Frida Amani katika jukumu hilo jipya. We play that card. We plant more trees, bring the shade and the rain, protecting Mother Earth, the balance remain. Basi nami kufikia hapo la ziada sina na kunja jamvi kwa leo, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.